Tukosoe kwa upendo, Kindiki alilia kanisa. Karibu kwenye taarifa zetu za Erhan Media. Naomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Leo hii sauti yangu iko chini kwa sababu naugua. Asante. Naibu Rais Kithure Kindiki ametoa wito kwa viongozi wa kidini kutoa ukosoaji mzuri kwa serikali kwa upendo katika juhudi za kupunguza mvutano unaokuwa kati ya serikali na mashirika ya imani. Akiongea katika kituo cha mkutano wa kimataifa wa Kenyatta KICC mnamo Jumanne, wakati wa uhamasisho wa kitaifa wa kiinjili, alisisitiza umuhimu wa kudumisha maelewano kati ya kanisa na serikali. Alijiunga na wachungaji kutoka nchi nzima katika sala na tafakari, akikubali jukumu la kiroho wanalochukua katika masuala ya kitaifa. Tunashukuru kwa sala zako kwa serikali. Biblia inasema hakuna mamlaka isipokuwa ile ambayo Mungu ameanzisha. Naibu Rais alisema. Kindiki alisisitiza kwamba serikali na kanisa haziko katika upinzani, lakini badala yake hutumikia majukumu tofauti lakini ya ziada katika jamii. Kuna mashindano kati ya mfalme na manabii, alisema. Hizi ni ofisi tofauti na majukumu tofauti ambayo yanapaswa kusaidiana, sio kushindana. Aliwahimiza kanisa kuongea wakati serikali inakosea, lakini kufanya hivyo kwa roho ya upendo na uelewa. Tafadhali tusahihishe tunapokwenda vibaya, lakini turekebishe kwa upendo. Kimbia